Tunaposema dunia imebadilika, elewa wanadamu wamebadilika. Dunia ni wanadamu. Kwa tunapozungumza habari ya dunia kubadilika au dunia imeharibika, elewa wanadamu wameharibika. Ni sawa na mtu anaposema kanisa la siku hizi limeharibika, elewa kanisa ni watu, maana yake watu wameharibika. Kwa nini ninazungumza kwamba watu siku hizi wamebadilika sana? Sasa hivi tukitazama katika kizazi hiki cha kwetu, kimepungukiwa na kitu kimoja kinachoitwa utu wema. Yaani ukitazama maisha haya ya sasa hivi na ukirudi nyuma kwenye maisha ya zamani ya wazazi wetu, jinsi walivyokuwa wanakaa, ni tofauti sana na sasa hivi. Yaani leo kunikuta mimi napitia changamoto, alafu mtu mwingine akaamua kuibeba hiyo changamoto ya kwangu kama ya kwake, katika kizazi hiki ni ngumu sana. Yaani leo kuna watu wapo tayari kutengeneza mpango mtu mwingine aumie, na atakapoumia kwake yeye ni furaha, aliyetengeneza huo mpango. Kwa tunapozungumza kwamba dunia imeharibika, maana yake wanadamu wameharibika. Utu sasa hivi kwa watu haupo. Yaani leo upo tayari kumuona rafiki yako anaumia, upo tayari kumuona ndugu yako anaumia, na chanzo cha maumivu ni wewe mwenyewe ndio umetengeneza. Utu wema ukiondoka kwa watu, elewa kitakachofuata ni kilio kwa watu wengine. Yaani ule tu utu wa kumthamini ndugu yako, wa kumthamini mtu yeyote, ukiondoka huo utu, elewa huyo ambaye ulitakiwa umthamini, elewa ya kwamba atapita kwenye wakati mgumu wa kilio kwa sababu yako wewe. Kwa hiyo utu sasa hivi umepungua sana, utu wema umepungua sana, kwa sababu tunapozungumzia habari ya utu wema, elewa tunazungumzia pale mtu anapokuwa anapita kwenye changamoto, afu na wewe unaibeba ile changamoto yake kama ya kwako, na unatafuta namna ya kuweza kulitatua hilo tatizo, unatafuta namna ya kuweza kumuokoa mwenzako. Katika kizazi hiki utu wema umepungua sana. Katika dunia hii tulionayo hii, utu umepungua sana, na ndio maana leo kuna watu wengine wanapitia kwenye magumu, kuna watu wengine wanaumizwa, lakini ukitazama ambao wanawaumiza, laiti wangekuwa na utu wema wasingeweza kuwaumiza. Ngoja nikwambie kitu hiki kimoja, na hiki tujifunze sana kwa watu wote. Hebu jiulize, yaani sasa hivi kuna dhambi zingine tunazifanya kwa kisingizio ya kwamba Mungu amenisaidia. Yaani usitende dhambi kwa kisingizio ya kwamba Mungu amenisaidia. Usitende dhambi kwa kisingizio cha kwamba Mungu amefunua ufunuo. Wewe jiulize, unaamka asubuhi, una safari yako, unaenda kupanda daladala, bahati mbaya konda kasahau kuomba nauli, alafu nashuka unasema Mungu amekusaidia. Ngoja nikwambie, huo ni wizi kama wizi wengine.
Yaani huo ni ujambazi kama majambazi wengine. Yaani unapoamka asubuhi, unajua unasafiri, unaenda kazini, maana yake umeandaa nauli. Unapopanda kwenye daladala ya mtu, alafu konda kwa bahati mbaya kasahau kukuomba nauli, yaani kabla hujashuka mpe pesa yake, mpe na yeye ndo yupo kwenye kutafuta, mpe nauli yake. Yaani sasa hivi tumekuwa tunaiba, alafu tunasema eti kwamba afadhali Mungu amenisaidia sijalipa nauli. Mungu amekusaidia kufanya dhambi? Yaani Mungu kabisa akusaidie wewe kufanya dhambi ya wizi? Konda naye kusanya 200, 300, 700 hizo ndo namuibia, alafu nasingizia eti Mungu kakusaidia. Utu umepungua. Laiti kama ungekuwa na utu wa kuweza kuangalia kwamba huyu ni kijana anayetafuta, anayepambana, 700 hii ndio inatakiwa umpe, anunue mafuta, afanye nini, wagawane na dereva wake, aipeleke kwa bosi, hiyo 700 yako. Hebu jiulize, watu wangapi ambao wamefanya makosa hayo? Wamewafanya watu wengine waachishwe kazi, wamewafanya watu wengine wasipate mishahara. Utu wema haupo. Utu umepungua. Yaani leo upo tayari kumwona mwenzako anaumizwa, na wewe una msaada wa kumsaidia unao, uwezo wa kumsaidia unao, lakini kwa sababu ndani yetu hatuna utu, tunasema acha tu itakavyokuwa, watajua wao wenyewe. Utu ndani yetu umeondoka. Thamani ya kuwathamini watu wengine imeondoka. Biblia inaposema mpende jirani yako kama nafsi yako, yaani maana yake unampenda, haijalishi ana madhaifu, haijalishi, yaani ule upendo inabidi umuonyeshe. Sasa leo sisi upendo haupo, maana yake ule utu wema hatuna, na ndio changamoto tulionayo katika kizazi hiki cha kwetu, hiki kizazi hiki cha kwetu, lika la kwetu hiki hakina utu, hakina utu kabisa. Wewe jiulize, upo kwenye gari, anaingia mzee ambaye tukimweka kwenye upande wa kumuita baba au mama ni sawa na kumwonea, manake ni babu, lakini kwa sababu umelipia nauli yako unasema ya kwamba au mimi nimelipia nauli, siwezi kunyanyuka kwenye kiti akae mzee huyu. Utu. Ukiwa na utu lazima utaangalia watu kwamba huyu ni mtu ambaye ni sawa na wazazi wangu, kwa nipo tayari kufanya kitu hiki, yeye akae. Sasa jiulize, bibi na yeye anashikilia bomba, alafu humo ndani kuna vijukuu wamekaa, eti kwa sababu wamelipa nauli. Utu wema uko wapi katika kizazi hiki? Yaani leo hatuna utu. Tunapozungumza habari ya utu wema, je, huo utu wema tupo nao? Maanake tupo tayari kuona wenzetu wanaumia, alafu tunasema tuna utu wema. Sasa utu wema ni upi ambao unamuona mwenzako anaumia? Kwa sababu kazi ya utu wema ni kumsaidia huyu anayeumia, umweke katika mazingira salama, umweke kwenye hali nzuri, umtoe kule ambako panamfanya yeye anaumia. Ndio utu wema. Lakini leo sisi tumekuwa ni watu ambao tunawasukuma watu wadondoke kwenye mabaya, alafu tunajiita tuna utu wema. Why? Na hawa wanaofanya haya mambo ni watu ambao wameokoka, ni watu ambao wapo kanisani, ni watu wanaosali, wanamsifu Mungu, alafu wanasema wamejaa matendo mema, wamejaa utu wema. Utu wema upi?
Kwenye Biblia tukisoma tunamwona mtu mmoja anaitwa Dorcas. Kusoma vizuri kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9:36 utapata habari ya huyu mama anaitwa Dorcas. Alikuwa na washonea wajane nguo. Alipokufa wale wajane walilia sana, na walipokuwa wakasikia kwamba Petro yupo mji wa karibu, ikabidi wampate wamwambie uwahi kuja huku. Alipofika Petro, wale wajane walishika zile nguo wanalia, wakidai ya kwamba huyu aliyekufa ndo alikuwa anatusaidia sisi. Dorcas alifufuka kupitia matendo mema aliyokuwa anawafanyia watu hawa. Sasa hebu tujiulize, sisi kwenye matatizo yetu wapo watu watakaolia kutufanya sisi tutoke kwenye matatizo, au wapo watu watakaofurahi ili sisi tuumie? Dorcas walilia ili, yani wakikumbuka mema ya Dorcas, wakikumbuka yale ambayo Dorcas alikuwa anayafanya, Tabitha aliyokuwa anayafanya, watu walikuwa wanakumbuka, wale wajane. Matokeo yake alifufuka. Alipofufuka alisababishwa na nini mpaka akafufuka? Ni matendo mema. Matendo mema yanaweza yakakufanya hata unapokuwa kwenye gumu. Matendo mema, kwa sababu tayari umeshaweka mlango wa kujiwekea, yani hazina, yatakusaidia, yatakusaidia kabisa. Lakini asilimia ya watu wengi hatuna matendo mema, tupo tu. Tunapenda wenzetu wanapoumia, tunapenda wenzetu wanapopatwa na changamoto. Utu wema tena hatuna. Tumekuwa vikwazo vya kuwafanya wengine waumie. Tumekuwa changamoto kubwa ya kuwafanya wenzetu wapite kwenye magumu. Wengine wanaumia, wewe uwezo wa kuwasaidia unao, alafu unajiita matendo mema. Yapi? Utu wema upi? Kwa changamoto katika kizazi hiki tulicho nacho, hatuna utu wema, umepungua. Matatizo leo tunayoyaona haya yanasababishwa na watu kutokuwa na utu wema. Mauaji, sijui kitu gani, mambo mengi ya ovyo yanayotokea hata kwenye nchi yetu ya Tanzania. Yote yanayotokea haya ni kwamba watu hatuna utu. Tungethamini utu wa mwingine, sidhani kama hata maovu yangekuwa yanatokea. Tungewathamini watu wengine kama jinsi tunavyojithamini sisi. Mimi kama mimi ningeweza kumthamini na mtu mwingine, sidhani kama maovu yangekuwa yanatokea. Lakini kwa sababu tunaangalia sisi mili yetu, kwa sababu tunaangalia roho zetu, kwa sababu tunaangalia sisi kama sisi tunajiangalia, yani najiangalia mimi kama mimi, simwangalii mwenzangu, na ndio maana nafurahia anapokuwa anaumia. Maana yake sina utu wema. Changamoto, ninachokiomba ni kwamba Mungu atusaidie tuwe na utu wema wa kuweza kuwasaidia watu wengine. Tuwe na utu wema wa kuwahurumia watu wengine. Tujue thamani ya watu wengine. Huo ndo utu wema. Uwe mwema kwa watu wote. Usijihesabu wewe tu, wahesabu na watu wengine. Kwa Mungu akujalie uwe na utu wema wa kuweza kuwasaidia watu wengine, kuwaondoa kwenye changamoto. Kama una uwezo wa kuweza kutatua kitu fulani kwenye maisha ya mtu, tatua. Huo ndo utu wema. Mungu akubariki sana, uwe na utu wema. Asante sana. Langu jina Tunaangaza Pasipo Angazika. Amen.